Hatuwezi kufungua mlango wa bahari wa Hormuz wala hatuwezi kuharibu uwezo wa nyuklia wa Iran. Hivyo ni vyema tukapunguza kudanganyana. Hayo ni maneno ya Ehud Barak ambaye ni waziri mkuu mstaafu wa Israel, ambapo alikuwa akizungumza kupitia Channel 12. Kauli hii ya Ehud Barak imekuja wakati hali ya Mashariki ya Kati ikiendelea kuwa tete, huku mvutano kati ya Iran, Israel na Marekani ukizidi kupanda. Lakini kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni, mgogoro huu pia umefikia hatua mbaya zaidi baada ya Irani kusitisha kufungua mlango wa bahari ya Hormuz, ambao ni njia muhimu ambayo inapitisha takriban 20% ya mafuta ya dunia. Wakati huo, Marekani inaendelea kutoa vitisho vya kushambulia miundombinu ya nishati ya Iran, jambo ambalo limefanya Iran kujibu kwa kuonya kuwa inaweza kulenga vituo muhimu vya nishati katika ukanda mzima wa Mashariki ya Kati. Lakini kauli ya Barak inaonekana kwenda kinyume na msimamo mkali ambao umechukuliwa na baadhi ya viongozi wa Israel, akisisitiza kuwa uwezo wa Iran hasa kwenye nyuklia hawezi kuondolewa kwa urahisi kupitia nguvu za kijeshi pekee. Lakini hii si mara ya kwanza kabisa kwa Barak kutoa tahadhari ya aina hii hapa ambayo ametoa. Hapa awali pia aliwahi kusema kwamba hata mashambulizi ya kijeshi yanaweza kuwa na uwezo mdogo sana na kuweza kuchelewesha mpango wa kinyuklia wa Iran baada ya kusimamisha kabisa. Lakini kwa upande mwingine tena, Iran imeendelea kusisitiza kwamba mpango wake wa nyuklia ni wa amani licha ya tuhuma kutoka kwa Israel na washirika wake. Kauli hii ya Barak inaibua maswali mengi sana. Je, vita vinaweza kweli kuzuia Iran au dunia inaelekea kwenye mgogoro mkubwa zaidi usio na suluhisho la kijeshi? Lakini je, mtazamo wako ni upi kwa wewe ambaye sasa hivi unaitazama na kuisikiliza kupitia chaneli hii ya Dodoma TV? Usiache kulike, kucomment, lakini pia kusubscribe chaneli yetu ambayo inasomeka Dodoma TV kwa taarifa zaidi.